Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair wan-nasihata lil-muslimin min ahamil muhimmat wa afdalil qurbat ila Allah ta'ala. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Amma ba'da, yashkuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi cha umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, bila kupoteza muda naingia moja kwa moja katika mada yangu ambayo inasema vipi niko baada ya kuhitimu masomo yangu ya maana leo. Lakini kabla sijaingia katika hii mada, nitaanza na utangulizi mfupi. Kwanza, elimu ni msingi wa maendeleo ya mtu binafsi na jamii kwa ujumla. Elimu humjenga mtu kuwa na tabia njema, maadili mema, lakini pia kumwezesha mtu namna sahihi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yake ya kila siku. Mimi Marjana Hassan Khamis, hii ni safari yangu ya maisha kabla ya kusoma Mahad Junaid na mabadiliko makubwa ya elimu yaliyotokea baada ya kumaliza masomo yangu hapo Mahad. Nilikuwa ni binti niliyekuwa na ndoto kubwa, tena kubwa, ya kufika mbali kielimu, lakini mifuko haikutosha. Leo nasimama hapa mbele yenu kwa furaha na fahari kwa sababu ya Mahad Junaid. Walimu walinishika mkono na kunitia moyo mpaka nikafika daraja linalofurahisha wazazi na jamii kwa ujumla. Nikiingia katika mada kipengele cha kwanza, vipi nilikuwa kabla ya kusoma Mahad? Kabla ya kusoma Mahad nilikuwa na uelewa mdogo sana kuhusu dini yangu ya Kiislamu. Nilijitahidi kutekeleza ibada za Mwenyezi Mungu, lakini mara nyingi nilikosea kutokana na kukosa elimu ya kina ya hukumu mbalimbali za dini ya Kiislamu, lakini pia kukosa mafundisho sahihi ya Muislamu. Pia sikuwa na ujasiri wa kuzungumza mbele ya watu kuhusu dini kutokana na upungufu wa elimu niliyokuwa nayo, bali wakati mwingine nilifanya makosa kutokana na kutokujua, na nilihitaji mwongozo na mafundisho ili niishi kwa kupata mafundisho ya dini ya Uislamu. Niliposajiliwa kusoma Mahad, siku niliyofika Mahad Junaid ndiyo siku maisha yangu yalipata mwelekeo. Walimu wangu wa Mahad walipokea kwa kauli mbili inayosema elimu na akhlaq, kwa sababu kama tunavyojua wanasema al-ilmu bila akhlaq ka shajaratin bila awraq, wengine wakasema kalbisni bila ruh. Kwa hiyo walimu wangu walipokea kwa vitu vyote viwili, elimu na akhlaq. Hawakuniangalia kama binti asiyejua kitu, bali waliniangalia kama Marjana wa kesho, mwalimu, daia, mama atakayejenga umma wa Kiislamu. Nilipata fursa ya kujifunza masomo mbalimbali ya dini katika mazingira yenye nidhamu, heshima na kujituma. Walimu walijitahidi kunielekeza na kunifundisha kuelewa Qur'ani tukufu, hadithi, fiqh, aqida sahihi ya Uislamu. Mbali na hayo, nilijifunza umuhimu wa kutumia wakati, kushirikiana na wenzangu, kuwa mvumilivu, lakini kujenga tabia ya uwajibikaji katika kila jambo. Nilipomaliza Mahad, baada ya kumaliza Mahad Junaid, maisha yangu yamebadilika kwa kiwango kikubwa sana. Leo hii nina uelewa mkubwa zaidi kuhusu dini yangu ya Kiislamu, lakini pia nina uwezo wa kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala kwa usahihi zaidi, na nimekuwa ni mwenye kujiamini ninapozungumza mbele ya watu kuhusu dini. Kwa kweli Mahad Junaid imenifunza kuwa na subra, uvumilivu
na kuheshimu watu wote bila kujali, watu wote kuwaheshimu. Mahad Junaid imeniendeleza kwa kupata elimu ya juu. Naam, Mahad Junaid imenishika mkono na kusimama na mimi katika kuitafutia nafasi ya kujiunga na elimu ya juu. Imenipeleka Mahad kujiunga na masomo ya juu katika chuo cha Al-Qasimiyya kilichopo Sharjah, Imarati. Nimesoma huko kwa muda wa miaka 4 takhasusi ya lugha ya Kiarabu mpaka nimemaliza masomo yangu na kuhitimu shahada ya kwanza. Bado Mahad inasimama na mimi, inanihimiza, inanielekeza masuala ya dini, lakini pia inanishirikisha katika masuala ya taaluma, kuwa mmoja kati ya washirika wake kama kuwasilisha mada katika kongamano la Kiislamu. Sioni elimu kama ngazi inayoishia sehemu moja, bali ni safari ndefu na endelevu ya kutafuta maarifa yenye manufaa. Na mimi nimeweka azma ya kuendelea kusomesha wengine, lakini pia kutumia elimu yangu katika kuleta manufaa katika jamii. Na siwezi kuizungumzia hii safari yangu bila kusifu jitihada za walimu. Walimu wangu wa Mahad ndio mashujaa wangu. Walitoa kila walichonacho kwa ajili yangu. Walikuja Mahad kwa wakati ili kusudi watimize lengo lao la kuhakikisha mimi na wenzangu tuwe watu wema katika jamii. Walitufundisha bila kuchoka. Pamoja na hayo, walitufundisha adabu hata kabla ya kutupa elimu. Walitupa upendo na nidhamu iliyokuwa nzuri. Walitupanga kwa kila kilichostahili: elimu, akhlaqi na dua, ili kusudi mimi na wenzangu tuwe wanawake wema, wenye elimu na wenye kuleta manufaa kwa jamii. Ujumbe wangu kwa wanafunzi wenzangu, ni washauri wanafunzi wenzangu, msidharau elimu mnayoipata Mahad. Kila somo mnalosoma, kila neno analolisema mwalimu darasani kuhusu elimu, na kila jitihada mnazozitumia ni vitu vya thamani sana katika maisha yenu. Msikate tamaa kwa ugumu wa masomo. Kusoma unataka subira, unataka kujituma kwa hali ya juu. Leo hii unaweza ukaona somo fulani vigumu, lakini baadaye ndio utaona faida ya hilo somo. Lakini kitu muhimu sana na hiki tukizingatie, usisome kwa ajili ya mtihani, usisome kwa ajili ya kujifaharisha, mimi wa kwanza, mimi hivi, la, bali tusome kwa ajili ya kubadilika, kumjua Mwenyezi Mungu mtukufu, lakini pia tuboreshe tabia zetu. Lakini kutafuta kwetu elimu ndiyo iwe sababu ya sisi kurahisishiwa kuingia peponi, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, mwenye kutafuta njia, mwenye kupita njia akitafuta elimu, basi Mwenyezi Mungu humrahisishia njia ya kuingia peponi. Kwa hiyo kutafuta kwetu elimu iwe ndio njia ya sisi kuingia peponi, na isiwe njia ya kuleta matatizo katika jamii. Shukrani zangu za dhati, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kunijalia nafasi ya kusoma mpaka nikafika hapa, kwa sababu wapo wengi waliotaraji na waliotamani lakini hawakufika. Lakini pia nawashukuru wazazi wangu kwa kunilea na kunitia moyo katika njia yangu hii na kunitaka niwe mwanafunzi mujitahida mkwia. Pia nisirudi nyuma katika njia ya kutafuta elimu. Kila nitakuta mlango wa kupata elimu uko wazi, basi walinitaka nitangulize mguu wa kulia. Lakini pia niwashukuru walimu wangu wa Mahad Junaid kwa kutupa muda wao kwa ajili yangu mimi.
walikuja mahali kile itwayo leo kwa ajili ya kuhakikisha Marjana Hassan anakuwa ni mtu mwenye maarifa. Hitimisho. Kwa ujumla, Mahad Junaid imekuwa ni sehemu muhimu sana katika maisha yangu. Imenijenga kiroho, kimaadili na kielimu. Kutoka katika hali ya kuwa na uelewa mdogo mpaka kuwa na maarifa na kujiamini katika kuyatumia niliyojifunza. Nimeiona safari yangu kuwa ni mafanikio makubwa sana, na ninamshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kunijalia nafasi ya kusoma katika taasisi hii. Ninaamini elimu niliyoipata itaendelea kuwa mwanga katika maisha yangu, na nitaitumia kwa kuwahudumia wengine kwa uadilifu na kwa uaminifu. Wa ilahi na kafa wa shukran lakum ala husni istimaikum.